Mechi ya kesho mjue ni muhimu. Ndio maana hapa nina bakora yangu, fimbo hii hapa, sijui mnaiona hii fimbo hii, fimbo ya magoli. Kesho tunatakiwa tupate magoli, haijalishi ni moja, haijalishi ni mawili, tunahitaji kupata pointi 3. Na waomba mashabiki wa Singida, wanachama, viongozi wa matawi wa Singida na wilaya za karibu na pale na mikoa ya karibu na pale, tunaomba msiache kuja kusapoti wachezaji wenu, maana nyie ndio wachezaji namba 12. Sasa nilikuwa nawaomba chonde, ndugu zanguni, sisi Simba ni nguvu moja, na sasa hivi tumesharudisha slogani yetu ya Simba nguvu moja. Tunaomba tuendelee kushikana wote, tujitahidi siku ya kesho, tusiwaache wachezaji wetu wakawa wapweke, wakawa wakiwa. Na la muhimu ninalotaka kuambia la mwisho, viongozi, benchi la ufundi, wachezaji, msiogope lolote. Mpo kwenye Simba, mpo mikono salama, msiogope chochote, msiogope maneno, sijui tumefanya nini, yaani hilo msiogope. Mtindo huo ni mtindo mmoja, hakuna kuogopa. Hata nzi anafia kwenye kidonda. Kama angekuwa ni hivyo, hata wezi wasingekuwepo, maana wanakamatwa, wanawekwa jela. Nadhani hata wahalifu wasingekuwepo. Sasa ninachotaka kuambia hivi, hao waliotutengenezea mazingira waache waendelee kutengeneza, na sisi tuendelee kutengeneza zaidi. Sijui mnanielewa, mnanipata vizuri? Hao wanaozungumza sijui tumeroga, sijui tumefanyaje, wenyewe walifanya nini pale Azamu walifanya nini kule ile Guantanamo yao, waliwafanya nini wale nani Waarabu wanafanya? Si walikuwa wametutengenezea mitego? Walifanya nini? Si walitoboa ukuta? Ni kwa sababu wao wameshajitengenezea mazingira. Acha watengeneze hayo mazingira, hayawafanyi chochote na hawasaidii chochote. Sisi tutengeneze mazingira yetu na kucheza mpira. Yaani wao wenyewe wajifanye kwamba wao ndio wana watu ambao wanaowapa msaada, wao hawaoni wakati wanaonwa. Sisi acha tujifanye kuwa watoto yatima. Sisi maana ni watoto yatima. Tanzania sisi tumekuwa watoto yatima. Wanachama, wana Simba, viongozi, sisi tueleweke kwamba sisi ni watoto yatima. Simba ni watoto yatima. Maana sasa tusikilizwe chochote, hatuna chochote tunachosikilizwa. Tukiongea lolote halisikilizwi. Tunachofanya kinafanya chochote takiwa kizuri, kinaonekana kibaya. Sasa na sisi tusiogope, tufanye kadiri ya uwezo wetu, na msiogope chochote kwamba sijui kaende kageuka. Hapana, kila mtu afanye anavyojua. Habari ndio hiyo, mama wa Simba.